Yesu apewe sifa. Asubuhi ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu, mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya na katika ile maeneo ninahubiri pale Gikabura. Katika jina la Kristo Yesu ningeshukua nafasi hii niweze kuwakaribisha katika neno la Bwana la siku ya leo, na niko na imani unanitazama na utabarikiwa katika jina la Yesu. Ningependa nikaweze kuomba dakika moja, alafu tuingie katika neno la Bwana. Baba, katika jina la Kristo Yesu, nashukuru kwa sababu ya wakati na muda huu umenipa. Nimesimama katika studio hii, Mungu wa rehema, ili nikaweze kulinena neno lako kwa watu wako. Ninaomba ukanitumie Jehova Ridima, Baba, kulingana na mapenzi yako, ili watu wako wabarikiwe na waweze kujua ukweli, kwa maana wakielewa ukweli, ukweli utawaweka huru katika jina la Kristo Yesu. Ninawabariki wote wanaonitazama na ninazina kuombea hata studio hii iweze kubarikiwa kwa utukufu wa jina la Bwana. Pokea sifa siku ya leo Bwana, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Sema amen mahali popote ulipo. Ninakukaribisha katika neno la siku ya leo. Majina yangu ninaitwa Pastor Dohio, nimeokoka, ninahudumu pale CFF Church Gikabura, na ninawakaribisha watu wote wa maeneo ile ya Gikabura na Deya yote na nchi yetu ya Kenya na washirika wetu wa CFF pale Gikabura katika jina la Kristo Yesu, na Bwana atawabariki na atawatenda mema. Siku ya leo Bwana amenituma na ujumbe unasema ya kwamba umuhimu wa kumshukuru Bwana. Umuhimu wa kumshukuru Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Katika maisha ya kila mwanadamu kuna sehemu Mungu alibakisha ya kumshukuru. Bwana apewe sifa. Unapoangalia kila mtu katika dunia hii anapotenda mema kwa mwingine ama kwa watu, anapenda kuwa appreciated ama apewe shukrani. Bwana atukuzwe. Na kama vile unapenda kupewa shukrani, hata Mungu akiwa mbinguni anadai shukrani kutoka kwa watu wake. Bwana apewe sifa. Na ndio tuweze kuelewa, maandiko inasema katika kitabu cha Luka 17, Luka 17 kuanzia mstari wa 11. Tutaangalia habari ya watu 10 waliokuwa na ukoma, na tuone vile waliponywa, na tuone vile Yesu aliongea baada ya wao kuponywa. Bwana wetu apewe sifa. Maandiko inasema hivi: ikawa walipokuwa jiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Tunaona ya kwamba hapa Yesu akiwa katika safari wakielekea mahali panaitwa Yerusalemu, akiwa katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma. Bwana apewe sifa. Wakasimama bali. Ujue ya kwamba ukiwa na ugonjwa huu wa ukoma, hata kutoka zamani haungekubaliwa kukaribia watu wengi, kwa maana ni ugonjwa ulikuwa watu wanaambukizana kwa haraka sana. So hao watu walipoona Kristo Yesu walikaa bali na yeye. Bwana wetu pewe sifa. Walikaa bali pia na kile kikundi kilikuwa kinafuatana na Yesu mwana wa Mungu. And verse 13 inasema ya kwamba wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Walijua ya kwamba, na tunaelewa katika maandiko, mahali popote Kristo aliingia, alikanyanga, alikuwa anatenda mema. So hao watu wakiwa bali wakamulilia Kristo, wakapaza sauti yao na njia kubwa sana, wakisema na wakimuita, Yesu tunaomba uturehemu, kwa sababu ukiwa na ukoma unaweza tengwa. Bwana apewe sifa. Ukiwa na ukoma hauna marafiki wengi, hata watu wa kwenu wanaweza kukutenga, kwa maana hakuna mtu anataka kukukaribia kwa ajili ya ule ukoma. Bwana apewe sifa. So walipaza sauti kubwa wakasema ya kwamba, Yesu uturehemu. Verse 14, alipowaona aliwaambia, enendeni
mukajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Kristo aliongea maneno haya kwa imani kubwa, nao wakaamini ndani ya mioyo yao, kwa sababu walikuwa na shida. Haleluya, walikuwa na ukoma. So Kristo akawaambia, enendeni mukajionyeshane kwa makuhani. Na walipokuwa jiani wakienda, maandiko inasema walitakasika. Bwana apewe sifa. So ni kusema ya kwamba ule ukoma ukaondoka katika maisha yao, katika mili yao. Bwana wetu ainuliwe sana. Na hapo ndipo unapofanyiwa muujiza, unapotendewa mambo makubwa, ni vizuri kurudi kwa Bwana na kumwambia ni asante. Maandiko inasema hivi, verse 15, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Haleluya. Angalia, walikuwa watu 10 na wote walitakasika na ukoma ikaondoka, lakini mmoja wao akawa na ufunuo, akajua ya kwamba nikitendewa jambo nzuri lazima nirudi niweze kusema asante. So alirudi mpaka mahali Kristo alikuwa, na maandiko inasema hivi, alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Ni watu wangapi siku ya leo wametendewa mambo makubwa na Mungu, wameinuliwa na Mungu, wameponywa magonjwa, Bwana wetu apewe sifa, lakini hawajarudi kwa Mungu wamwambie ni asante. Lakini huyu mtu, na maandiko inasema alikuwa mgeni, yeye ndiye alipata ufunuo ya kwamba ukitendewa jambo nzuri na Mungu, rudi kwake ukamtukuze, umwambie ni asante. Haleluya. Hata wewe siku ya leo, Bwana wetu inue sana, ukitendewa jambo nzuri na mtu, unapenda kuenda kumshukuru, unapenda kuenda kumwambia ni asante. Lakini tunashukuaga mambo ya Mungu hivyo tu, yani tunakuwa what ignorance. Bwana wetu apewe sifa, kwa sababu hatuoni yale mambo Mungu anafanya. Maandiko inasema hivi, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, mstari wa 17, hawakutakaswa wote 10? Angalia, there is a question mark mahali pale. So Mungu akiwa biguni anadai shukran kwa watu wake. Akisha kutendea mema, akisha kuinua, akikubadilishia maisha, anagojea wewe urudi kwake umwambie ni asante. Tunaona ya kwamba huyu Msamaria alirudi kwa Mungu akimtukuza, akimusifu, akimshukuru, akimuinua, akisema hakuna kama wewe. Bwana wetu ainuliwe sana. Naye Yesu alipomuona, maandiko inasema akauliza, hawakutakazwa wale wengine wote 10? Lakini wale 9 wako wapi? Angalia, question mark iko mahali pale. Ni kusema ya kwamba it is good kurudi kwa Bwana kumwambia ni asante. Haleluya. Kwa maana hiyo ndiyo kitu unaweza kumwambia Bwana. Haleluya. Na maandiko inasema, je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Hiyo ni maswali Kristo anauliza. Na sijui siku ya leo, kwa yale yote umetendewa, sijui kama Mungu ako na maswali, sijui kama Yesu ako na maswali juu yako, kwa sababu already amekutendea mema. Maombi yako imejibiwa, maisha yako imeinuliwa. Bwana wetu apewe sifa. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Wangapi wanaweza rudi kwa Bwana siku ya leo? Wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye unanisikiza, na uko mahali pale, kuna jambo Mungu amekutendea, kuna mahali Mungu amekuinua. Bwana wetu apewe sifa. Kuna kiwango Mungu amekuinua, lakini unaona tu kama ni kawaida. Bwana wetu apewe sifa. Mungu atusaidie siku ya leo, tusije tukachukua mambo ya Mungu kama ni kikawaida. Hapana, si kawaida.
Ukiona ya kwamba umepata nguvu, kuna mwingine anaomba Mungu ampatie nguvu. Ukiona ya kwamba uko na uwezo wa kujipatia chakula, unachukua kijiko, unakula chakula vizuri, hiyo ni nguvu Mungu amekupatia. Unastahili kumwambia ni asante. Kuna mwingine ako hospitali, hawezi kujipea hata hiyo chakula. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo nilikuwa nataka nikuonyeshe ya kwamba ni vyema ukitendewa jambo uende umshukuru Bwana, kwa maana Mungu anadai shukrani akiwa mbinguni. Bwana wetu apewe sifa. So maandiko inasema hivi, tukiendelea hivyo kuongea umuhimu wa kumshukuru Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa nini tumshukuru Mungu? Tunashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Haleluya. Kwa sababu ya wema wake. Ukiangalia how God is good, unamwambia tu ni asante. Haleluya. Na unashukuru Bwana kwa sababu ya rehema zake. Imagine the mercies of God is upon you for you to live. Mwathani yarogosho. Ndio wewe uishi hai, ndio wewe uwe na kila kitu uko nacho. It is by the mercies of God. So unastahili kuangalia hiyo rehema za Mungu amekuhurumia. Utamwambia namna gani? Nini unaweza mpatia Mungu? Ila tu ukaweze kuinua mikono yako, umwambie tu Bwana ni asante kwa sababu ya yale yote umenitendea. Tunashukuru Bwana tena kwa sababu ya ulinzi, for a divine protection. Elewa ya kwamba ukiamka asubuhi unasema ya kwamba nitaenda kazi, nitatumia magari, haujui mbele iko namna gani, lakini kwa sababu Bwana ametuahidi ya kwamba atafanya malaika wake wafanye kituo katika maisha yetu. Hiyo ni kusema ya kwamba it is a protection ya Mungu. Unalindwa na Bwana. Unaondoka asubuhi, unaenda kazini, unaenda kwa biashara, unaenda kwa safari, Bwana anakulinda. Unarudi jioni ukiwa mzima na ukiwa na afya. Bwana atukuzwe. Ukiangalia hivyo unamshukuru Bwana. Bwana wetu apewe sifa. Kwa sababu kuna mwingine hata akienda safari anasemaga ya kwamba mimi niko na bahati. Na kuambia ya kwamba katika Wakristo na katika kwa Mungu hakunaga kitu kinaitwa bahati. Hapana, ni rehema za Mungu. Bwana apewe sifa. Ni rehema za Mungu. Anatulinda usiku na mchana, anakulinda ukiwa kwa njia. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema ni vyema kumshukuru Bwana kwa sababu ya wokovu. Mungu amekuokoa. Ukiangalia kwamba kuna mwingine anajaribu kuokoka, anajaribu kuenda kanisani, anajaribu kuomba, na mkiongea na yeye unasikia ndani ya moyo wake ya kwamba huyu mtu anatamani sana kuokoka, but there are so many hindrances zinamzuia yeye kuokoka. So kama wewe umeokoka, uko na sababu ya kumshukuru Bwana. Bwana apewe sifa. Uko na sababu ya kumwinua Bwana. Hiyo ingine, tunashukuru Bwana kwa sababu anajibu maombi. Ni maombi ya aina gapi umeomba mbele za Bwana? Kutoka wakati ulizaliwa, wakati ulijijua, wakati uliokoka, maombi umeinua kwa Bwana, mengi yamejibiwa. Ni vyema kuenda mbele za Bwana. Enda ukamshukuru Bwana, kwa sababu kuna wengine wamegojea na wengine wamefujika moyo, wengine wamerudi nyuma, wengine wameacha Mungu kwa kuona kana kwamba maombi yao haina majibu. Lakini nakwambia ya kwamba hata kujibiwa maombi na Mungu unastahili kumshukuru Bwana. Bwana apewe sifa. Jambo lingine, unashukuru Bwana kwa sababu ya yale ambayo bado tunagojea aweze kuyatenda. Haleluya. Unashukuru Bwana. Unajua ya kwamba ni vyema kuangalia your past, the present and the future. Unamshukuru Bwana for the past, unashukuru Bwana for the present, unashukuru Bwana for the future. So ile mambo Mungu amekusudia kuyafanya katika maisha yako na amekuahidi. Haleluya. Umesikia sauti ya Bwana, umenenewa na manabii wa Bwana. Bwana wetu apewe sifa. Neno la kiunabii limetoka juu ya maisha yako. Ati kuna kitu Mungu anafanya juu ya maisha yako, hayo bado Mungu haja yatenda. Unastahili kuenda kwake umshukuru. Bwana wetu inwe sana. Hapana angalia tu ati vile uko na kile uko nacho, na wengine hata pia wanasahau na yale Mungu ametenda. Na hiyo ndio kitu baya sana kwa Mkristo, kuwa na kitu kinaitwa kusahau.
hiyo ni shida kubwa sana. So ni vyema kumshukuru Bwana katika hiyo mambo yote ambayo nimekuonyesha. So point number one, kwa nini tumshukuru Bwana, ama umuhimu wa kumshukuru Bwana ni nini? Bwana apewe sifa. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18, and verse 18 inasema ya kwamba shukuruni kwa kila jambo. Hebu sikiza mahali hapa. Biblia inasema ya kwamba in everything give thanks. Bwana apewe sifa. Kwa kila jambo dunia hii. So hakuna kitu unaweza angalia useme ya kwamba kwa sababu Mungu hakufanya hivi sitamshukuru, lakini kwa sababu amefanya hii nitamshukuru. But the Bible says in everything give thanks to your God. Katika kila jambo dunia hii, mambo ikiwa mazuri, mambo ikiwa mabaya, whether you have challenges, whether situations are not good, unastahili kumshukuru Bwana, kwa maana maandiko inasema maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. So tunashukuru Mungu. Point number one, tunashukuru Mungu kwa sababu ni mapenzi yake. Hallelujah. It is the will of God for every Christian, for every person in this world kumshukuru Bwana. It is the will of God. So hiyo si kitu ati ambayo unatafutilia huko, hapana. Mapenzi ya Mungu ni kila mtu amshukuru. Na hakuna mtu katika dunia hii anaweza simama aseme ya kwamba hakuna kitu Mungu amenitendea. Hapana. Kuna mambo mengi sana, lakini sisi tunaonanga mambo physical ya kwamba tukifanyiwa na Bwana ati ndio tuko na wakati mzuri wa kuenda mbele za Bwana na kumshukuru. Ati umebarikiwa na gari, umebarikiwa na nyumba, umebarikiwa na doa, Bwana apewe sifa. Umebarikiwa na kazi, unasema ya kwamba maombi yako yamejibiwa. Ni kweli yamejibiwa, but there are so many other spiritual things Bwana amekutendea. Hallelujah. Wacha nikuambie jambo moja, kuwa na nguvu za kutembea, hiyo unastahili mshukuru Bwana. Hapana angalia vitu physical ati ndio unasema ya kwamba nitashukuru Bwana, nitaenda katika madhabahu. Hapana, angalia mambo ile ingine ambaye haionekani na hii macho ya kawaida. Uangalie zile nguvu uko nazo, uangalie vile unainua mikono yako, angalia vile unatembea, angalia ulilala usiku mzima na usiku kasikia kana kwamba umekufa. Bwana apewe sifa. Alafu asubuhi yake unaamshwa na Bwana. Mungu ndiye anakuja, anakugogagoga, anakuambia mtoto wangu, asubuhi imefika, nimekuja kukuamsha. Imagine Mungu amekuamsha. Bwana apewe sifa. Lakini hauoni hiyo ni jambo unaweza kumshukuru Bwana. Unasema ya kwamba ati leo nimeamka hivyo tu. Hata hauna wakati wa kuambia Bwana ni asante kwa sababu hauna pesa. Unagojea wakati ubarikiwe na pesa ndio uende umshukuru Bwana. Shukuru Bwana hata wakati hauna pesa. Inua Bwana wakati hauna kitu. Na ukishukuru Bwana, wacha nikuambie, kuna mambo huwa inafanyika katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya kila mwanadamu. So angalia vile Bwana amekutendea. Angalia zile vitu Bwana amekupatia. Wewe uinue tu mikono, umwambie tu ni asante. Bwana wetu ainuliwe sana. So tunashukuru Bwana kwa sababu ni mapenzi yake. Uelewe hivyo, wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye unanisikiza, na kuambia ni mapenzi ya Mungu kila mwanadamu apate nafasi ya kumshukuru Bwana. Hapana angalia mambo uone tu ni kawaida hivyo, ati umeamka vizuri, ati uko na nguvu. Unajua kuna mwingine alilala na hakuamka. Kuna mwingine ameenda hospitali hakurudi nyumbani, na wewe umeenda hosi na umetoka vizuri na uko mzima. Bwana atukuzwe. Lakini hauoni hiyo ni jambo. Ni vyema kumshukuru Bwana. Ni mapenzi ya Bwana. Bwana atukuzwe. Katika kitabu cha Waefeso 5, in the book of Ephesians 5, inasema hivi and verse 20. Yeah, Waefeso 5 and verse 20. Inasema hivi, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. So sio kusema ya kwamba ati leo tu ndio unashukuru Bwana.
But Paulo anasema kwa Waefeso, katika kila siku zote mshukuru Bwana. Bwana atukuzwe. Kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. So ni katika mambo yote na ni kwa kila siku, na tuongeze ingine hapo, kwa kila dakika. Mwadhani Rogosho, kwa kila dakika mshukuru Bwana, kwa maana hata kupumua, hata kujua kuongea ni mkono wa Bwana. Kuna mwingine anajaribu anashindwa. Kuna mwingine anajaribu hata kuona na macho yake hivi, anasema tu anaona giza. Bwana apewe sifa. Mwingine anajaribu kuongea, unasikia anasita akiongea, lakini wewe unaongea unaongea vizuri, lakini hauoni hiyo ni kitu. Bwana wetu apewe sifa. Wewe unatembea tu, unaweza kupika chakula, unaweza kukula chakula vizuri na usikia kwamba umeshiba, lakini hauoni hiyo ni kitu. Wacha nikuambie, siku zote mshukuru Bwana. Katika mambo yote mshukuru Bwana. Na ninajua ya kwamba kuanzia siku ya leo kuna watu Mungu atabadilishia maisha. Kuna watu watabadilika. Kuna watu wataasha kuona mambo ni kawaida katika maisha yao. Wacha nikuambie, hata kuvaa nguo mzuri na kuvaa kiatu mzuri unastahili kumshukuru Bwana. Bwana atukuzwe. Zamani tukiwa kwetu nyumbani Gishagi, kukiwa kumekauka, kwa maana kuna wakati unafikanga jua inawaka, kuna kuwa na kiangazi. Tukiwa kanisani, kwa sababu sometimes nilikuwa ninaongoza ibada, many of Sundays nilikuwa ninapewa kuongoza ibada nikiwa kijana kwetu nyumbani. Lakini ukiona ya kwamba mvua imenyesha, kuna boga zilikuwa zinamea, zinaitwa terere. Bwana atukuzwe. Nilikuwa ninaongoza watu tumshukuru Bwana kwa sababu ya terere. Haleluya. Kwa sababu kulikuwa kumekauka, unaangalia hata nyasi hakuna, na unaona ya kwamba mvua imenyesha, nyasi imeanza kumea, terere imeanza kumea, viazi ingine imeanza kumea, lakini watu hawaonagi hiyo ni kitu. Nilikuwa ninawaongoza tumshukuru Bwana. Bwana wetu ainuliwe sana. Wakati mwingine unaangalia mtu unamwambia, unaweza kumwambia Bwana ni asante kwa sababu ya jambo gani? Anakuambia sioni jambo, mimi naweza kumshukuru Bwana. Lakini namwambia tu, angalia mikono yako. Haleluya. Angalia vile Bwana ameweka maua kwa mikono yako. Bwana atukuzwe. Angalia vile Bwana amekulebesha. Na Biblia inasema ya kwamba that we are fearfully, wonderfully made by God. Just for that unastahili kumshukuru Bwana. Bwana wetu inwe sana. Ukijiangalia uone ya kwamba mikono yako hauna vilema, umewekwa maua na Mungu. Haleluya. Alafu amekuvalisha mavazi mazuri na utukufu wake. Hata ukitembea hivyo, watu unasikia wakisema ya kwamba na huyu mtu amebarikiwa. Na pengine ukiulizwa hauna pesa ndani ya mfuko wako. Bwana wetu inwe sana. Lakini Bwana amekubariki. Angalia hiyo mambo Mungu amekufanyia. Hii mambo kidogo tunaonanga. Wacha kuangalia mambo makubwa ati ndio utangojea ushukuru Bwana. Angalia hii kidogo amekutendea. Hata ukibarikiwa na handkerchief, wacha nikuambie, hiyo ni kitu ya kwenda mbele za Bwana. Umwambie ni asante. Kwa nini huyo mtu akubariki? Ameacha watu wengi sana, akaona ya kwamba ni wewe tu unastahili. Amekuletea nguo. Bwana wetu pewe sifa. Siku moja I think it was last year, nikaangalia watoto wangu, nikaangalia mke wangu, na nikaona ya kwamba sina pesa. Unaona juu ya kwamba Disemba ikifika, watu wako katika harakati ya masikukuu, wengine kununua maguo mpya, mambo makubwa. Lakini unajiangalia wewe, unaona ya kwamba watoto wangu, na wewe ni mtumishi wa Bwana, hawa hawatavaa mavazi. Bwana atukuzwe. Kwa sababu hauna kitu. Wanakuuliza baba, tunafaa nini? Lakini nikawaambia kwamba washeni tushukuru Bwana, kwa sababu Bwana atatenda muujiza na mtavaa nguo hata nyinyi. Mwadhani ya Rogosho. Wacha nikuambie, Mungu alitenda muujiza. Niliona ya kwamba wameletewa maguo na mabagi hapo
paka mke wangu akaletewa nguo. Bwana apewe sifa. Nikawaambia kwamba munaona vile mumefanywa na ni Mungu amefanya hivi, munastahili mumshukuru Bwana. Haleluya. Munastahili mshukuru Bwana na mchukue nguo zenu ambazo haziwatoshei, ambazo ni nzuri, na nyinyi mubariki wengine, kwa maana Bwana amewakumbuka. Haleluya. Hata mtoto wangu mmoja mdogo aliletewa mavazi kutoka ng'ambo na ikaletwa katika hiyo wakati. Mwathani rogosho. Nani alitumiwa? Landlord wetu alitumiwa, anaenda ng'ambo. Naona Yakoba analetea mtoto wangu nguo. Hata nami nikaletewa socks kutoka ng'ambo, socks pia 3 kutoka ng'ambo na handkerchiefs. Bona nisiseme ni asante? Kitu imekuja na ndege mpaka kwangu ikanifikia, mtu ambaye hakuwa na kitu. Lazima niambie Bwana ni asante. Bwana wetu inuliwe sana. Na ukikosa kuambia Bwana ni asante, mambo mengine inakwama katika maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri kuambia Bwana ni asante siku zote, na katika mambo yote. Ukibarikiwa, ambia Bwana ni asante. Bwana wetu apewe sifa. Jambo la pili, tunashukuru Bwana kwa sababu anatuigiza katika uwepo wake. Haleluya. Shukrani inafanya tukaribie presence ya Mungu. Mwathani rogosho. Biblia inasema katika Psalms 100, in the book of Psalms 100 and verse 4, inasema hivi: igieni maragoni mwake kwa kushukuru. Haleluya. So shukran inakuigiza katika uwepo wa Mungu, na ndio kila wakati unapoingia katika maombi, badala ya kuingia ukiambia Mungu mahitaji yako na kutubu dhambi zako, hapo jambo la muhimu na la kwanza katika maombi yako ni kumwambia Bwana ni asante. Unaingia katika malango yake kwa shukrani. That thanksgiving inakupeleka katika uweponi wa Mungu. Bwana atukuzwe. Namba 2, anasema ya kwamba katika nyuani mwake uweze kumsifu. Hiyo mambo yote unafanya hivyo, inakupeleka karibu na uwepo wa Mungu. Inafanya Mungu amkie kiti chake, asikize ni nani huyo, ananipea shukrani, ananisifu, ananiinua. Bwana wetu inue sana. Na hiyo ndio kumsihi Bwana, kumupapasa Jehova kwa shukrani na kwa sifa, ukimwambia asante Mungu. Haleluya. Ninakushukuru, ninakuinua. Hata Daudi akasema nitakuibia wimbo mpya kwa sababu ya mambo makubwa unayetenda katika maisha yangu. Bwana atukuzwe. Mwingine anaingia katika maombi, unaingia pale, unaanza kumwambia Bwana, Baba nikumbuke, Bwana umeniashiria. Sasa utaingia katika uwepo wa Mungu na njia gani? Wewe tumia njia hii imeandikwa hapa: igieni katika malango mwake kwa kushukuru, na nyuani mwake kwa kusifu. Wacha nikuambie kwa Kikuyu, kihingo-inĩ kĩa Ngai uingire na ngatho, nja-inĩ cia Ngai uingire na kumugoca. Bwana wetu pewe sifa. Hiyo mambo itakusaidia ukaribie Mungu, na presence ya Mungu utaisikia kwako. Lakini sasa ukienda tu, Bwana hauangali huyu mtu amenitukana, ananipiga, ananifanya hivi, hata maombi yako inaweza kuwa na delay, kwa sababu hauelewi njia ya kukaribia presence ya Mungu. Ni kwa njia ya kumshukuru Bwana katika jina la Kristo. Unashukuru Bwana, unainua Bwana. In the book of Psalms 95 inasema hivi, verse 2, tuje mbele zake kwa shukrani. Angalia, Mungu anasema tuende mbele zake kwa shukrani, sio kwa mambo ingine, sio kwa mahitaji, hiyo ni baadaye, lakini tuende mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Na watu wengine wanasemaga ati shangwe kanisani ati inakuaga ni ya mapepo, mpaka watu wanaleta makelele kwa sababu ya shangwe. Shangwe ni Mungu alisema tuende kwake na shangwe, tushangilie na tupige makofi yetu. Shida ni kupiga duru. Haleluya. Shida ni kupiga duru, lakini ukienda mbele za Bwana kwa shangwe. Haleluya. Unajua ya kwamba kuna clip moja nilikuwa ninaona, I think it was a Nigerian person,
Unamwangalia, unaona ya kwamba akienda kutoa sadaka. Haleluya. Sijui kama hapa Kenyans tunaweza kuwa na jambo kama lile. Jamaa unaona ya kwamba kabla atoke kwa kiti afike mahali pa kutoa sadaka, anainuka pale na kusifu. Haleluya. Unaona vile ana dance akiwa ameshika sadaka yake hivi. Ana dance mpaka watu wanamuangalia. Haleluya. Naomba hiyo kitu ishuke katika nchi yetu ya Kenya. Yaani uone ya kwamba hata kupata sadaka ni Mungu. Unamshukuru Bwana, unamtolea kwa furaha. Huyo jamaa alikuwa na dance, anaenda anatoa sadaka kwa furaha, akishaitoa akirudi kwa kiti, anarudi kwa kudance. Anarudi akiwa amefurahia mpaka watu wanamuangalia hivi. Huyo ni mtu ambaye amejua siri ya kwamba hata kupata sadaka, kupata fungu la 10, unastahili kumshukuru Bwana. Kuna wengine wamebarikiwa, hawana hiyo hekima na ufunuo wa kutoa sadaka, wa kutoa fungu la 10, lakini huyu mtu alinifurahisha sana. Nikaomba Mungu atusaidie sana. Yaani usiende unatoa sadaka na ni Mungu tu amekupatia. Unatoa ukiwa umenuna, sura yako ikiwa imeharibika, na unaenda mbele za Mungu kutoa hiyo sadaka. Wewe ambia Bwana ni asante kwa sababu ya hiyo sadaka. Iwe dogo iwe kubwa, mwambie ni asante. Hiyo sadaka itafungua milango. Hiyo sadaka itakufanyia miujiza. Lakini ukiitoa, moyo wako uko bali na Mungu, moyo wako umebeba watu, wewe unasema tu acha nitoe tu, ni kawaida tu kutoa sadaka. Nani alisema ati kutoa sadaka ni kawaida? Kuna mwingine anajaribu na ako nazo na ameshindwa, lakini wewe uko na ufunuo, unatoa. Shukuru Bwana katika jina la Kristo Yesu. So shukrani inafanya tukaribie uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Naongea umuhimu wa kumshukuru Mungu ili mambo itafanyika katika maisha yako. Bwana wetu pewe. Jambo la tatu, tunashukuru Mungu kwa sababu ni mwema. Kwa sababu ni mwema. Unapoangalia Mungu, how good is your God, vile Mungu anavyokupenda. Yeye ni mwema katika maisha yako. Wema wake na fadhili ziko juu ya maisha yako. Bwana atukuzwe. So tunashukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. That is Psalms 107. Ndio inasema hivyo. Ni vizuri kuangalia hiyo maandiko ndio uelewe. 107, Psalms 107 and verse 1. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. So unashukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Ya Kiingereza inasema, oh, give thanks unto the Lord for he is good. Wewe uchawahi patana na mtu anakuambia kwamba how good is you? Hallelujah. Ati wewe ni mwema, ati ukoragwa wewe mwega. Sasa ukisikia hivyo unasikia gaji ndani ya moyo wako? Bwana atukuzwe. So tunashukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Kwa maana fadhili zake ni za milele, for his mercies endures forever. The mercies of God endures forever. So Mungu anakurehemu each and every day, day and night anakurehemu. Bwana atukuzwe. Yeye ni mwema, ako tayari kukufanyia chochote unataka. Imagine vile Mungu anavyokupenda, hata kama haujafanya mapenzi yake. Hata ukimtukana, kwa maana kuna watu wanatukana Mungu, bado Mungu anakupenda. How good is our God? Bwana apewe sifa. How good is our God? Unapoangalia hiyo mambo, angalia hata mwenye dhambi, uone vile Bwana anavyokupenda. Haja kubali ukufe. Hata ukienda kunywa pombe, anakulinda ukienda nyumbani. Angalia hiyo upendo. Angalia vile Mungu alivyo mwema katika maisha yako. Tuache kuchukua mambo ya Mungu kama ni kawaida. Bwana wetu apewe sifa. Unabaya mtu anaenda tu anafanya vile tu anataka, alafu anaanza kujiringa na kujigamba hapo. Hajui ya kwamba amepewa tu time. Rehema za Bwana ziko juu yake. Ni vyema kuangalia hizi rehema, fadhili za Bwana juu ya maisha yako. Umshukuru Bwana, umuinue Bwana katika jina la Kristo. Wewe mama uko hapo, badala ya kushinda ukilia, badala ya kushinda ukitukana na kugombanisha mume wako kwa yale anafanya, anza kumshukuru Bwana
kwa sababu ya huyo mzee. Amen. Anza kumshukuru Bwana, ukimwambia Bwana, I know one day ya kwamba huyu atabadilika, ya kwamba huyu ataokoka. We kuwa kila siku enda mbele za Bwana kwa kumshukuru Bwana, nawe utaona mambo makubwa. Utaona mabadiliko katika maisha yako. Utaona mambo makubwa katika maisha yako, kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Katika jina la Yesu. Number 4, tunashukuru Bwana, tunasema ya kwamba shukrani huambatana na maombi. So ukishamshukuru Bwana, then unaanza kuomba. Unajua kuna tofauti ya kushukuru na kuomba. Kuomba ni kitu unataka kwa Bwana, anakuomba. Lakini shukrani unaenda mbele zake kwa yale ametenda. Lakini sisi tumeingia laini moja tu ya maombi. Bwana apewe sifa. Naomba unibariki, naomba ufungue milango, naomba unipiganie, naomba hii. Lakini Mungu akiwa pale anashindwa, kwani hakuna kitu hata moja kidogo nimefanyia huyu mtu aje kwangu anishukuru. Bwana atukuzwe. Lakini shukrani huambatana na maombi. Bwana wetu apewe sifa. In the book of Philippians, in the book of Philippians 4 mstari wa 6 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Si unaona shukrani inaambatana na maombi. Bwana apewe sifa. Badala ya kuanza na maombi, anza na shukrani. Uangalie vile Mungu amekufanyia. Hapo umefika, hapo umepiga magoti yako, ukiwa umeinua mikono yako, kabla haujaomba, angalia vile Bwana amefanya juu yako. Uanze kumshukuru, uanze kumuinua Bwana kwa yale alitenda, yale ametenda dakika hiyo, na yale atatenda, kwa maana anajibu maombi, anasikiza maombi ya watu wake. Na ukishamshukuru Bwana, sasa anza kuomba. Utaona vile Mungu atajibu hiyo maombi. Haitakuwa hata na delay. Bwana apewe sifa. Haitakawia, kwa sababu number 1, ulitabua matendo. Ulifahamu ile kazi Bwana amefanya juu ya maisha yako. Katika jina la Kristo Yesu, ninaamini ya kwamba Mungu atakubariki. So pamoja na kushukuru, na haja zenu na zijulikane na Mungu. Wacha zijulikane na Mungu ukishamshukuru Bwana. Hata kwa sababu hata kana kwamba changamoto zimekuwa nyingi sana. Tunajua ya kwamba wakati kama huu changamoto ni nyingi, lakini ni vyema katika kila jambo tuliona ya kwamba ni mapenzi ya Mungu tumshukuru kwa kila jambo na kwa siku zote na kwa mambo yote. So haufai kusema ya kwamba ati hauna jambo la kumwambia Bwana ni asante. It is the will of God. Wewe umshukuru Bwana katika jina la Yesu. Number 5 inasema hivi, Yesu alitoa shukrani kabla ya miujiza. Yesu alitoa shukrani kabla ya miujiza. In the book of John chapter 6 and verse 11. Ukiangalia mahali pale, uone vile Yesu alifanya. Wakati watu walikuwa wamekaa chini, watu maelfu ya watu. Inasema basi Yesu akaitoa ile mikate akashukuru. Imagine kulikuwa kumeketi watu 5,000 na hawakuwa na chakula, lakini mikate tu na samaki kidogo hapo. But Yesu aliinua ile mikate akashukuru. Angalia vile Mungu huwa anafanya kwa mtu ambaye anatabua kumshukuru Bwana. Aliposhukuru akawagawia walioketi na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nini kilifanya miujiza ifanyike? Bwana atukuzwe. Number 1, Yesu aliona ya kwamba ndio hii mikate ni kidogo, haiwezi tosha hawa watu kulingana na mawazo na macho ya mwili, lakini nashukuru Mungu kwa ajili ya hii mikate, nashukuru Mungu kwa ajili ya hii samaki. Kutoka hapo miujiza ikafanyika. Watu walikula na bado ikabaki
vikapu ingine I think ilikuwa 12. Bwana wetu pewe sifa. Ndio kila mwanafunzi na yeye aende na yake. Bwana ilibaki 12. Bwana wetu pewe sifa. So ni vyema kumshukuru Bwana. Shukrani inaleta miujiza. Usione ya kwamba shukrani kama ni kitu la kawaida hivyo tu. Hapana, usiichukue hivyo, inaweza fanya miujiza katika maisha yako. Na kuambia hivyo siku ya leo, kwa maana tunaona ya kwamba Yesu muujiza alishukuru Bwana kabla hata hiyo muujiza kufanyika. So na wewe kuna muujiza unagojea mbele za Bwana. Si tu uende mbele za Mungu umwambie ni asante. Uende tu muinue Bwana. Umwambie kwamba I have faith. Hii kitu itafanyika. Huu muujiza unaenda kufanyika. Bwana wetu pewe sifa. Unashukuru Bwana. Haleluya. Wacha nikuambie siku moja nilikuwa na shida ya meno. Na ikanisubua sana. Na nikakunywa dawa, nikaona ya kwamba sibadiliki. Na ninaona ya kwamba nimefura katika mdomo wangu. Bwana apewe sifa. Lakini nilienda mbele za Bwana na nikamshukuru Bwana, nikamwambia, ninakushukuru kwa maana najua ya kwamba hii meno itapona na hii kufura itaondoka. Na kwa imani, haleluya, nikasema sitakunywa dawa tena. Nilichukua sindano. Wale wanajua sindano hii ya kushona. Kabla mashini zikuje kulikuwa na sindano. Tulikuwa tunashona nazo nguo. Nikachukua hiyo sindano. Nikashukuru Mungu, nikamwambia kwamba nikigusa hii mdomo yangu na hii sindano, najua ya kwamba nitapona katika jina la Yesu. Wacha nikuambie, nilidugaduga hiyo mdomo. Haleluya. Nikadugaduga. Haleluya. Wacha nikuambie, muujiza ikafanyika. Nikapona na mpaka siku ya leo, na ni miaka kadhaa imepita, sijawahi kunywa dawa kwa sababu ya meno. Haleluya. Shukuru Bwana kabla ya miujiza ifanyike juu ya maisha yako. Kabla ya hiyo ndoa kufika, kabla ya hiyo siku ya harusi kufika, wewe shukuru Bwana. Kabla ya hiyo gari kukuja, kabla ya mambo makubwa ikuje kwako, wewe shukuru Bwana. Utaona vile miujiza itafanyika haraka hapo, katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. So number 6, tunaenda tu tukimalizia, kwa sababu ni vyema kumshukuru Bwana na ni vyema kuelewa kwa nini tumshukuru Bwana. Bwana wetu pewe sifa. Utaelewa ni kwa nini ukisoma hii maandiko yote katika jina la Yesu. Psalms 150. Psalms 150. Sasa ni kuonyesha njia nyingine ya kushukuru Bwana. Milango inafunguka katika maisha yako. Psalms 50. Tunashukuru, shukrani inamtukuza Bwana. The Bible says, atoae dhabihu za kushukuru ndiye anaye nitukuza. Bwana wetu ni sana. So kama wewe uko hapo, haunaga time ya kushukuru Mungu, you cannot take any sacrifice of thanksgiving, uende mbele za Bwana katika madhabahu ya Mungu, umwambie Bwana ni asante kwa dhani ya rogosho. Biblia inasema ya kwamba ashukuae dhabihu ya shukran ananitukuza. Ya Kiingereza inasema, ya Kiingereza kuna kitu inasema that whoever gives a sacrifice of thanksgiving honors me. So ni kusema ya kwamba ukishukuru Mungu, unaheshimu Mungu, unamtukuza Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Unamtukuza Mungu. So kuanzia siku ya leo, wacha nikuambie, unaweza kuwa mahali pale, uangalie around yourself, your family, your business, katika maisha yako, uone mambo mengi Mungu amekutendea. Ushukue sacrifice, ukuje naye katika madhabahu, na utaona Mungu katika jina la Yesu, na Mungu ataona unamheshimu. Bwana wetu apewe sifa. Nikienda kumalizia, nikuambia hivi, niko na mtu mmoja kwa kanisa letu ambaye aligojeka, akaenda hospitali na akapimwa, akaambiwa ya kwamba ako na kansa ya matiti. Bwana wetu apewe sifa. Ako na kansa. Aliponiambia hivyo, tulimuombea, nikaambia mke wangu, shika hiyo matiti nami niweze kumwekelea mkono kwa kichwa, nimuombe, na tukaomba. Alafu kutoka hapo
akaenda hospitali, akaambiwa ile process atatumia. Bwana wetu pewe sifa. Lakini kuna neno moja tu nilimwambia, ya kwamba wewe tunaamini Mungu, utakuwa ushuhuda ya vile Mungu anafanya, na watu watajua ya kwamba nothing is too hard. Na hiyo ndio verse huwa ninaandikaga kwa church yetu, nothing is too hard to our God. So tukamuombea, akaanza mambo yote, akaenda akapimwa, akafanyiwa mambo yote. Bwana wetu inwe sana. Sasa siku moja aliniambia ya kwamba pastor, ninaamini kwa sababu kuna vipimo alipeleka KU Mwathani Rogosho, akaniambia kwamba nimeipeleka kwa imani because walisema niipeleke. Nikamwambia bado tunaendelea kuomba, vile nilikuambia bado iko hivyo, utakuwa ushuhuda kwa watu wajue vile Mungu anavyofanya. Bwana wetu pewe sifa. Akapeleka zikakaa, alikaa chini, akakaa chini na familia yake na watu wao. Akaniambia pastor, Sunday nimepanga kukuja kwa madhabahu kumwambia Bwana ni asante. Ndio anasikia wakiambiwa na daktari ya kwamba bado ugonjwa iko, lakini wacha nikuambie, aliniletea familia yao basi mzima, wakaja kwa kanisa, wakakuja kwa madhabahu, wakatoa dhabihu kwa madhabahu, nikawaombea, na ninaongea hivi kwa utukufu wa Bwana, na Bwana apokee sifa na shukrani. Bwana apewe sifa. Siku ya jana ndio alikuwa aende zile resort pale KU, akaendea, nikampigia simu juu tulikuwa na maombi kanisani. Nikampigia simu nikamuuliza, mbona haujafika kwa maombi? Akaniambia nilikuwa nimeendea resort. Nikamuuliza akiwa kwa gari kabla hajafika, inasema namna gani? Wameniambia hakuna ugonjwa na hakuna dawa nitakunywa maishani mwangu yote. Bwana wetu apewe sifa. Hivyo ndivyo Bwana anavyofanya kwa wale watu wanachukua dhabihu ya shukrani, wanaenda kwa madhabahu, Bwana anatenda muujiza. Dada yetu ako free siku ya leo, free from cancer. Nasema free from cancer. Aliambiwa na daktari hakuna kitu na hakuna dawa atakunywa. Bwana wetu inwe sana. Lakini amepitia process zote za daktari, lakini Bwana ametenda muujiza. Wewe uko mahali pale, unashida hapo tu ukilia, unaona mambo yamekuwa magumu, take a sacrifice of thanksgiving. Ingia katika nyumba la Bwana, enda uinue hiyo dhabihu mbele za Bwana kwa madhabahu, na ushukuru Bwana, na muombe na mtumishi wa Bwana mahali unaenda. Na kama hauendagi kanisa, try to connect yourself na madhabahu ya Mungu, kwa maana hiyo ndio itakayo kuokoa, hiyo ndio itakayo kusaidia. Madhabahu ya Shetani haitakusaidia, madhabahu ya buzi na ng'ombe haitakusaidia, lakini baadaye na mwisho wake madhabahu ya Mungu ndio itakayo kuokoa katika jina la Kristo Yesu. So huyo dada ako free, na tunaamini Bwana atazidi na kutenda mema. Nikaambia watu siku ya jana, kama kanisa tuko na sababu ya kumshukuru Bwana. Hii maombi tumeomba, dada yetu tumemuombea, na Mungu ametenda muujiza. So tunaweza sema namna gani? Sifa na utukufu na heshima zote zimrudie Bwana, kwa maana sio sisi, ni yeye ametenda hiyo yote. Ndio awe ushuhuda kwa ya vile ati kansa watu wanapona katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. So ya mwisho, usisahau kumshukuru Bwana katika mambo yote, na Mungu atakubariki na atakutenda mema na atazidi na kukuinua. Wewe uko hapo hauja kuwa na nafasi ya kumwambia Bwana ni asante, usishukue mambo ya Mungu ni kawaida, na usishukue yote Mungu amefanya juu ya maisha yako ni mzaha. Hapana, kila kitu Mungu amefanya kwako unastahili kumshukuru katika jina la Kristo Yesu. Najua ya kwamba umebarikiwa mahali uko, na najua ya kwamba utachukua hatua ya kuanza kumshukuru Bwana each and every day, na kila wakati na kila dakika unamwambia tu Bwana ni asante katika jina la Yesu. Nikipenda nikaweze kuomba, alafu tubarikiwe na Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya hiyo nafasi nimesimama mbele za watu wako Baba kuwaletea neno lako. Asante ni kwa sababu umeniwezesha kusimama kwangu mahali hapa na kuwa katika studio kama hii. Imegharimu mkono wako Bwana. Ninasema ni asante, kwa maana Mungu wetu umetenda. Nimenenea watu wako
wengine wameshukua mambo ni kawaida, wengine wamekuwa na mzaha, wengine wamekuwa ignorance. But today my Father, tumeona umuhimu wa kukushukuru Bwana, because it is your will. Siku zote na katika mambo yote tukuambie ni asante. Naombea watu wako washukue hatua ya kusema ni asante. Baba wetu wa mbinguni, naomba kwa ajili ya mgonjwa apokee uponyaji. Naomba kwa ajili ya amefika mwisho apate mwanzo mpya. Na yule amekosa nguvu katika maisha yake, umetuahidi ya kwamba unatupatia nguvu na watapaa juu kama tai katika jina la Kristo. Kama kuna mtu amenyang'anywa vitu na mali yake, naomba arejeshewe katika jina la Kristo. Kama kuna watu wako na madeni, naomba ukawasaidie kwa utukufu wa jina lako. Kama kuna nyumba imevujika, ninatangaza ikasimame kwa utukufu wa jina lako. Bwana wetu wa mbinguni, pokea sifa Jehova. Tunashukuru kwa sababu wewe unatenda. Twaombea kanisa lako katika nchi ya Kenya, katika dunia mzima, ya kwamba itasimama na vita ifike mwisho, malango ya kuzimu haitaweza. Baba, utukuzwe na uinuliwe kwa vile unashidania kanisa lako na watumishi wako. Tunakushukuru Bwana na tunakuinua kwa sababu unazina kutenda. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Sema amen. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Kama vile nimekuambia, majina yangu naitwa Pastor Dohio, nahubiri pale CFF Church Gikabura, na ninawasalimu washirika wetu wote, all our members, watu wa maeneo wa Gikabura. Ninawasalimu katika jina la Kristo Yesu, na ninaamini ya kwamba hatua mtashukua. Hata mke wangu na watoto wangu na wasalimu, and my special authority, my Reverend Lucy, na msalimu akiwa pale Kabiria katika jina la Kristo Yesu. Hata our Apostle Gitai na msalimia kwa sababu ya kunipatia platform kama hii, nisimame hapa nihubiri neno la Bwana. Abarikiwe mahali ako, na kanisa la Donio mlibarikiwe, na hata Betina muombea abarikiwe sana, kwa maana ni yeye amekuwa connector nifike mahali hapa. So ninashukuru Bwana katika jina la Kristo Yesu. So kama ungependa kunifikia, namba yangu ya simu ni 0728 212 039, 0728 212 039. Unaweza nifikia na hiyo namba, na nishukue nafasi hii nikukaribishe katika ibada zetu siku ya Sunday kuanzia saa 2:30 mpaka saa 7:30. But on this Sunday coming, tarehe 16 mwezi huu wa 8, na kukaribisha in our 5th anniversary. Tunaenda kucelebrate miaka 5 kama CFF Church Gikabura, na kwa hivyo watu wa maeneo ya Gikabura na nchi yetu ya Kenya na Deia yote Kiambu, tunawakaribisha mahali pale. Na celebration yetu tumeipanga hivi ya kwamba tutakuwa na walevi, tutakuwa na sinners, watu wale ni rejected, wanaonekana ya kwamba they are nothing. Tumewakaribisha just to show them the love of God. Wafike mahali pale, tumewapikia katika jina la Yesu. So nimewakaribisha mahali pale to celebrate matendo ya Mungu ya miaka 5 kama CFF Church Gikabura katika jina la Kristo Yesu. Tuko pale, ukifika Gikabura unaona supermarket imeandikwa Skytop. On your left kuna njia inaenda Gisharan Primary School, igia naye few meters utaona kanisa letu mahali pale katika jina la Kristo Yesu. Kama ungependa kuniona every Wednesday, na kuaga pale kanisani kutoka saa 5 mpaka saa 8, na kuaga pale katika jina la Yesu. Namba yangu ya simu tena 0728 212 039. Mungu awabariki, awatende mema, azidi kuwainua, na tuendelee kumshukuru Bwana kwa sababu ya mambo makubwa ameyafanya katika maisha yetu. May God bless you. Have a nice time in Jesus name. Amen. Amen.
are watching All Time TV. Let heaven fill your mind.